Hizo unazozisikia ni shangwe za mashabiki wa Mbabanzi FC ambao wamejitokeza kwa wingi katika viwanja hivi vya Mirongo vilivyopo hapa katika wilaya ya Nyamagana hapa jijini Mwanza. Lengo kubwa likiwa ni Ramadan Cup ambayo inafanyika kwa mara nyingine katika viwanja hivi. Siku ya hii leo mchezo mmoja umepigwa ambapo Mbabanzi FC wameibuka na ushindi wa mabao 3-0 mbele ya majirani zao Libet FC. Mchezo ambao umefanyika katika viwanja hivi vya Mirongo. Tumezungumza na kocha Mbabanzi akijitamba kwamba kikosi chake na ubora aliyokitengeneza kinafanya haya ambayo yanakuwepo hapa kutokea, lakini kocha wa Libet FC amesema kwamba matokeo haya si mazuri kwa hivi sasa, watajipanga kwa michezo inayofuata. Lakini mratibu mkuu wa mashindano haya ameeleza utofauti uliopo kwenye mashindano hivi sasa na mashindano yaliyopita. Mimi naitwa Kusaga Ungura, Kusaga UGS. Shukrani za kutosha nyuma ya kamera kwa Dice TZA. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mechi ilikuwa nzuri, wenzetu walikuwa wamejipanga, tumemaliza salama. Sababu mpira ni mchezo kukutana, lolote linaweza kutokea uwanjani. Inapotokea tunamaliza mchezo salama, tunamshukuru Mungu. Lakini kwa tathmini ya mechi kama mechi ilikuwa nzuri, wachezaji wamecheza vizuri. Bahati nzuri au mbaya tunacheza na timu ambayo tunajuana nayo, ni majirani zetu, ni mtaa mmoja, kwao ni dabi moja, ilikuwa hatari sana ndani yenyewe mmeona. Lakini mechi ilikuwa nzuri. Pengine kocha, mliwazidi wapi kwa muda wote mpaka kuamudu majirani zenu ambao pengine mnafahamiana sana? Nadhani ni ubora wa wachezaji, kama siku ya kwanza nilivyosema wakati naingia kwenye mashindano, ubora wa wachezaji. Quality ya wachezaji wangu naiamini, wachezaji wazuri ambao wanaweza kucheza timu yoyote ukitoa kwangu, na naamini matokeo haya yataendelea. Na ninaposema hivyo simaanishi kwamba timu ya mwenzangu ina wachezaji wabaya, hapana, ni kwenye kuzidiana tu ubora. Lakini wachezaji wote ni wazuri, wamecheza mpira mzuri, kila mtu kaonyesha kiwango chake, iko sawa. Mwalimu, tukiachana na mchezo ambao umetamatika hivi punde, wewe ni kocha wa timu ya Mbabanzi lakini pia ni mhudhuriaji mzuri wa michuano hii. Leo mchezo wa 10, tathmini yako ikoje kama mwalimu, lakini unaizungumzia michuano? Michuano ya safari ni mizuri. Michuano ya safari ina ufundi mwingi. Timu nyingi zimejipanga, zina walimu wazuri, zina wachezaji wazuri. Kwa mechi zote 10 zilizopita hadi kufika leo, mimi naona kuna mpira mwingi unachezwa sana, wachezaji wanaonyesha kiwango cha hali ya juu sana, utulivu, wachezaji hawachezi mpira walafu, wanaachiana space, ni mpira mzuri kwa kweli. Mwalimu, pengine nikuuliza swali la mwisho, nimeona una jumuisho kubwa la vijana wengi kwenye kikosi chako. Unazingatia nini kama Mbabanzi kuunda kikosi chenu ama kipindi mnaunda kikosi chenu? Kikubwa kwanza ni kuwa na wachezaji. Unapokuwa na timu lazima uwe na wachezaji kwanza. Unatoa silaha, unaingiza silaha. Kwa hiyo nimejinasibu kuwa na wachezaji wengi kwa sababu siku zote wanaamini unapokuwa na wachezaji wengi wazuri ndio unavyoweza kupata wingi ushindi. Kwa hiyo siri kubwa ya kuwa na wachezaji wengi ni ushindi, lakini pia kujitahidi kufanya rotation. Mechi ya kwanza nadhani kuna wachezaji mmeona wamekaa bench kama 6, leo hawajacheza. Leo wamecheza wachezaji wengine, lakini na hakika kabisa na mechi inayokuja tatu wakati napata ushindi wa goli 5 hapa, tutachezesha wachezaji wengine tena 7 tofauti na hawa. Pengine una sababu yote ya kuweza kuongeza wachezaji wengine kwenye kikosi chako? Naamini wachezaji nilionao wananitosha, na wachezaji wakubwa sana. Nikiangalia bahati nzuri timu zote zimecheza za mashindano, lakini bado hata kama nyenye na uzuriaji wazuri, mnaweza mkaangalia hata zile replays za mechi za nyuma, utaona kabisa kwamba na wachezaji wenye quality kuliko timu zingine. Sioni haja ya kuongeza wachezaji wengine labda ikitokea, sababu mpira ni mchezo wa ufundi. Ukizidiwa sehemu, mchezaji akizidiwa inabidi umbadilishe. Kwa hiyo ikitokea wakati tunahitaji kufanya mabadiliko tutafanya. Lakini kwa sasa hivi naona timu yangu inanitosha. Kwa majina naitwa Joseph Isaac. Kwanza kabisa ni mshukuru Mwenyezi Mungu, tumeanza mpira salama na tumemaliza salama. Mpira ni mchezo wa ufundi. Kuna baadhi ya sehemu tumezidiwa kimpira. Kwa hiyo nasema kwamba namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba ndio matokeo tuliyopata hayo, na mimi pamoja na viongozi wenzangu tumeona hapo kuna mapungufu. Mechi ijayo tutajitahidi kufanya marekebisho. Mwalimu, baada ya kupoteza leo na mchezo kwanza mlishinda, hesabu kwenye kundi kwa upande wenu zinakuwa vipi? Mwalimu, angalia kama hesabu kwenye makundi sasa hivi sisi tuna pointi 3. Sio matokeo mazuri kwa upande wetu sisi. Itakiwa tushinde leo ili tujihakikishie kwenye matokeo mazuri.
lakini huu ni mpira kama mnavyojua. Unaingia uwanjani kwa ajili ya kutafuta matokeo, pointi 3. Lakini ndio mpira, tumepoteza mechi ya leo. Kwa hiyo tunajipanga kwa mechi nyingine inayokuja. Wana Libet, unawaambia nini kwa haya matokeo ya leo? Kwa matokeo ya leo yaani kusema kweli sina cha kusema zaidi, ila tu nipongeze tu watu walioandaa ligi. Ligi ni safi, ligi ni bora. Tutaendelea kujipanga kwa mechi ijayo. Kwa majina naitwa Jumanne Eden Ali Ibrahim, ni mratibu wa michuano ya Ramadhan Cup 2025. Mpaka sasa hivi michezo ambayo imechezwa ni takriban michezo 10. Na tunaona moja kwa moja kwamba ni michezo ambayo wote tumeshuhudia jinsi ambavyo tumeona kuna baadhi ya wachezaji ni wakongwe na kuna wachezaji ambao ni ambao wazoefu wapo, lakini wapo ambao wanakuwa na mpaka sasa hivi kama ulivyokuwa umenigusia ni kwamba zawadi mpaka sasa hivi bado haijawekwa wazi, lakini ni zawadi ile ile inajulikana ni kwamba ni ng'ombe, lakini mheshimiwa mbunge alisema kwamba zawadi inaweza kubadilika. Kwa hiyo inaweza ikawa ni hela au inaweza ikawa ni ng'ombe. Kwa hiyo mpaka sasa hivi bado taarifa yote hatujapewa ya juu ya maboresho ya zawadi kama awali alivyokuwa amesema. Ushindani kwa timu shiriki 12 ukoje? Ushindani ni mkubwa. Ndio maana mpaka sasa hivi kumekuwa kuna uhaba sana wa magoli. Mpaka sasa hivi takriban michezo 10 lakini mabao ni 15 tu. Kwa hiyo unaona moja kwa moja kwamba ushindani ni mkubwa tofauti na mwaka jana. Katika mechi ambazo zilikuwa 10 ilikuwa imefungwa takriban magoli kama 25. Lakini sasa hivi unaona michezo 10 magoli 15. Mahudhurio yanaendelea kukua kadri siku na siku, kwa sababu hapa awali nafikiri kwamba tulikuwa tujafanya promotion ya kutosha na watu walikuwa hawajafuatilia kwa ukaribu, lakini kwa kadri siku zinavyoenda tunaona moja kwa moja watu wanaongezeka uwanjani. Mwitikio unakuwa ni mkubwa zaidi. Wewe kama mratibu wa mashindano, ubunifu gani ambao mnaufanya ili kuendelea kutengeneza ubora mashindano haya na utofauti wa mashindano yaliyopita? Kiukweli ubunifu unakuja na capital, kwa sababu uwezo ukawa unafanya ubunifu pasina kuwepo na capital. Kwa hiyo kuna mambo madogo madogo kadri siku zinavyokuwa zinasogea mbele, hata tunataka kuanza kutoa zawadi. Tuko tunaongea na baadhi ya wadau kwamba kila mchezo unapokuwa unaisha tunampata yule man of the match, anapata kitu chochote kama ilivyokuwa miaka 2 nyuma. Pengine utuambie kuna zawadi nyingine ya kikundi bora cha mashabiki. Yaani hayo yote kama mwaka jana ilikuwa ni surprise. Hatakuwa tumejumuisha zawadi kama mashabiki, sijui kikundi bora, lakini siku ya finali mheshimiwa mbunge mwenyewe aliguswa akaamua kutoa zawadi. Kwa hiyo na mwaka huu itakuwa hivyo hivyo. Kuna mambo mengi sana ambayo sasa hivi tunafanyia kazi. Nafikiri kwamba kufikia mpaka katika mechi takriban kama ya 20 kila kitu kitakuwa sawa. Yaani kabla hatujajua ni nani na nani ambaye anaenda katika hatua nusu finali, tutajua zawadi za shabiki bora, mchezaji bora, golikipa bora, hata zawadi kuu tutajua ni kitu gani.